Bwana Ahmed Sharif Jafar Jamali Leil maarufu kama Ahmada ni miongoni mwa watu waliotoa mchango mkubwa katika elimu, utamaduni na kuipa heshima Zanzibar ndani na nje ya nchi. Alizaliwa mwaka 1950 na alianza safari yake ya elimu Kajificheni Comorian School, kisha akaendelea Vikokotoni, wakati huo ikiitwa Arabic Speaking School, ambako alimaliza masomo yake mwezi wa Novemba 1963. Katika skuli hiyo alifundishwa na walimu mashuhuri akiwemo Maalim Mahmud, Bi Zainab Hamid, Maalim Masud pamoja na Maalim Abdallah Ndevu aliyekuja baadaye kwenda Oman na kuanzisha vazi la kanzu ya kwenye skuli zao huko Oman. Bwana Ahmed, wanafunzi wake walikuwa akina Hussein Ashar aliyekuwa akiishi Mapipa ya Ngozi Kiswandui karibu na afisi kuu ya Afro Shirazi, kwa sasa inaitwa ofisi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Maawia Salum Ali anayeishi Oman pamoja na Ahmed Tahir. Kwa ufaulu wake mzuri, Bwana Ahmed Sharif alichaguliwa kujiunga na King George School iliyokuja baadaye kujulikana kama Lumumba Secondary School au Lumumba High School. Hata hivyo, kutokana na mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964, mipango mingi ya elimu ilitatizika. Nasema wakati wetu mpaka wakati wa mapinduzi skuli zilikuwa kama nilivyosema mwanzo, ziko wanawake mbali wanaume mbali, lakini kuwa encourage wanafunzi wafanye vizuri kulikuwa ni kama competition. Ukifanya vizuri kwenye second term unakuwa promoted. Kwa hivyo wanafunzi watatu katika class wanakuwa promoted kwenye class ya juu, na mimi hiyo ndio ilinisaidia sana, kwa sababu nafikiri najua kama nilikuwa promoted mara 3 katika school. Kwa hivyo ilikuwa inanifanya mimi niwe competitive katika class, na kwa bahati nzuri au tuseme bahati, wale wanafunzi wenzangu wakawa kama wanani husudu, maana si kwa vibaya, lakini tukizungumza vizuri, kwa hata ndiko natoa tuition kwa wanafunzi wengine wakati huo. Kwa hivyo, lakini sijui kama ni jambo ambalo linaweza kufanya tena wakati huu, kwa sababu mfumo umebadilika kabisa, na nafikiri serikali na watu wa elimu wana lengo jingine ambalo wanataka kuleta ili kuweza kuboresha ile education yao. Baada ya hapo, Bwana Ahmed alifanya vizuri katika social health na kupelekwa Hindu Union School Shangani. Mwaka 1965 serikali ilipotaifisha skuli zote, alihamishiwa Bembela School. Mwalimu mkuu wakati huo alikuwa Maalim Elias akisaidiwa na Maalim Zuberi Rijal, baba yao akina Abdillahi, Halima, Hamza ambaye ni mtaalamu wa mazingira mashuhuri hapa Zanzibar, pamoja na Omar Zuberi. Wanafunzi waliokuwa wakisoma nao ni pamoja na marehemu Ali Awadh, mwanawe Dr. Awadh Salum Shabani ambaye baadaye alitoka Dubai kuja Zanzibar kuanzisha kampuni ya Zantel. Salum Said Nasor aliyesomea udaktari wa wanyama nchini Ujerumani, pamoja na Ahmed Juma Mohamed wa Ahwan Safa ambaye alikuwa akifanya kazi katika shirika la ATC. Abdallah Bomba na Othman Tajiri, ndugu yake Nasor Tajiri aliyekuwa akiishi kwa Karagosi, eneo la Mapembeani, Mwembe, Tanga. Mwaka 1967 baada ya kufanya mtihani wa Cambridge O-Level, walihamishiwa nursing, ni taaluma ya uuguzi na huduma ya uangalizi wa wagonjwa, yaani nursing school.
Miongoni mwa walimu wao alikuwa Maalim Abdul Qadir, ambaye binti yake Mariam Abdul Qadir alikuwa matron, ni muuguzi mkuu au msimamizi wa wauguzi hasa hospitalini. Matron ni mkuu wa hospitali ya V Ailenin, baada ya hapo ikaitwa hospitali ya Mnazi Mmoja. Katika kipindi hicho Zanzibar ilianza mpango wa National Service, kujitolea kwa taifa, ingawa kambi ilikuwa bado haizijaanzishwa rasmi. Wanafunzi walihesabiwa kama volunteers, walilipwa takriban 40% tu. Miongoni mwa waliokuwa katika kundi hilo ni Mariam Musa na Bwana Kheri, ambaye ni mume wa Khadija Bomba aliyekuwa akiishi Vikokotoni. Baadaye Bwana Ahmed Sharifu alikuwa Tanga na Dar es Salaam, kisha Komoro, na hatimaye akaendelea hadi Madagascar, ambako alijiunga na chuo kikuu na kupata shahada ya kwanza, bachelor's degree. Alirejea Komoro kisha Dar es Salaam, ambako alifanya kazi ya kufundisha lugha ya Kifaransa katika Alliance Francaise. Mwaka 1984 na baadaye tena mwaka 1989 alipata fursa ya kwenda Marekani, ambako alifundisha katika Indiana University na pia akafanya shahada ya uzamili masters pamoja na uzamivu PhD huko Marekani. Baada ya hapo alifanya kazi katika mashirika ya kimataifa yakiwemo mashirika ya Umoja wa Mataifa UN na taasisi nyingine za kimataifa hadi alipostaafu rasmi mwaka 2012. Baada ya kustaafu hivi karibuni alirejea nyumbani Zanzibar. Zingine ila kulala na kuamka. Hiyo pia si haba. Bwana Ahmed Sharifu ni mtu aliyeshikamana sana na dini ya Kiislamu na ni mpenzi mkubwa wa mila, desturi na utamaduni wa Zanzibar. Wakati wa masomo yake ya awali alikuwa akiswali katika msikiti Barza pamoja na mjomba wake Maalim Himid na Maalim Abdallah muadhini. Kwa hakika maisha safari ya Bwana Ahmed Sharif ni kielelezo cha fahari, juhudi na mchango wa mwana wa Zanzibar katika elimu na ustaarabu wa dunia. Katika hii picha mnayoiona ni binti yake Khadija Sharif, ambaye ameacha kuishi Marekani kuja katika nchi yake ya Zanzibar na kuanzisha taasisi itwayo Milele Foundation, ambayo inafanya kazi kubwa ya kusaidia jamii katika nyanja tofauti. Naitwa Khadija Sharif, ni mkurugenzi Milele Zanzibar Foundation. Ni taasisi ambayo inafanya kazi za maendeleo hapa Zanzibar, Unguja na Pemba, hususan kwa ajili ya wanajamii ambao wanaishi vijijini, na tuna target zaidi maendeleo kwa vijana na kina mama katika maendeleo ya elimu, ya afya na uchumi jamii. Tunapenda kuona jamii ambazo zimeweza kuwa na maendeleo, watoto wanapata elimu iliyo bora, wanajenga ujuzi ambayo inaweza ikawasaidia kupata ajira nzuri, wakina mama wanawezeshwa, wanafanya biashara mbalimbali, wanaingiza kipato katika jamii zao, katika familia zao, wanawasaidia watoto wao kuweza kwenda skuli, wanawalea vizuri, wanawahudumia na kwa namna mbalimbali, lakini pia familia ambayo inashirikiana kwa pamoja, mama na baba, katika kutoa malezi bora kwa watoto wao. Haya ndio ambayo tunayashughulikia katika taasisi yetu ya Milele Zanzibar Foundation. Tunafanya kazi kwa karibu sana na jamii, hususan viongozi wa jamii wakiwemo masheha pamoja na viongozi wengine, na hasa kuwasaidia wao kupanga mipango mbalimbali ya maendeleo ya jamii zao. Lakini pia tunafanya kazi kwa karibu sana na Wizara ya Elimu na Wizara ya Afya, ikiwa tunajaribu kusaidiana kuweza kuboresha utoaji wa huduma za elimu na afya katika mashule yetu na vituo vyetu vya afya, na kikubwa zaidi tunashirikiana na jamii. Zanzibar, mimi nimevutiwa na maisha ya Zanzibar. Nimetembelea sehemu nyingi duniani, Afrika, Europe, lakini maisha ya Zanzibar ni pekee yake. Kwanza climate ya Zanzibar ni nzuri. Sikuweza kuiona nje. Maisha ya kijamii nzuri, watu
wanafurahikiana, wanapendana. Zamani nakumbuka nyumba nyingi zilikuwa na baraza nje, watu wanakwenda kwa barazani wakizungumza, mpaka wanaume ilikuwa zaidi, mpaka baada ya Isha, alafu tena kila mtu anaingia ndani kwake. Zanzibar navyokumbuka mimi, ulikuwa unaweza kutembea kwa mguu karibu mji mzima. Kulikuwa mambo ya mateksi na bodaboda na nini ilikuwa bado haijaanzishwa. Mimi nakumbuka tukiishi Vikokotoni, lakini tunakwenda kwa miguu kwenda kucheza Forodhani. Mchana, usiku ukitaka kutembea, ulikuwa unaweza kutembea bila hofu. Hii ni fahari ya Zanzibar.